maandamano hayo yataanzia pale Buhongwa, Ilemela pamoja na Igoma. Wananchi wote mnakaribishwa. Lengo ya maandamano hayo ni kupinga kupanda kwa gharama za maisha, kupingwa. Na mtazamaji wangu, leo hii vijana Gen Z wameweza kuonekana kuendeleza uhamasishaji wao wa mwisho kuhusiana na maandamano ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kipande hicho cha video nilichoweza kukutangulizia katika video hii ndiyo hali halisi imeweza kushuhudiwa jioni ya leo. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, na ni vyema uweze kulike na kushare video zetu. Naam mtazamaji wangu, kwa kweli vijana Gen Z wameweza kufanya uhamasishaji mkubwa kuhusiana na maandamano ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025, jambo ambalo limeweza kuweka hofu kubwa kwa uongozi ulioko madarakani. Kwanza kabisa tunafahamu jinsi gani ambavyo ushiriki mkubwa wa vijana Gen Z utakuwa ukijumuika siku ya kesho kwa ajili ya maandamano haya. Pia kumekuwa na maandalizi ya mapema na uhamasishaji mkubwa kuhusiana na tarehe ya siku ya kesho, jambo ambalo liliweza kusababisha uongozi ulioko madarakani kuahirisha sherehe zilizokuwa zimeratibiwa siku ya kesho, na zikiwa ni sherehe za kitaifa. Mtazamaji wangu, pia kuna umoja wa uandai, kwani hivi sasa kuna matakwa ambayo vijana Gen Z wanazidi kudai kutoka katika uongozi ulioko madarakani, jambo ambalo linazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo uhamasishaji huu wa vijana Gen Z haujaweza kuwa mchezo dhidi ya uongozi wa serikali ya awamu ya 7. Vile vile mtazamaji wangu, uhamasishaji mkubwa ambao vijana Gen Z wameweza kufanya ni kutokana na nguvu za mitandao ya kijamii. Mtandao wa kwanza ulioweza kutumika pakubwa ni mtandao wa X maarufu kama Twitter hapo mbeleni. Pia mtazamaji wangu, kuna mtandao wa TikTok, Facebook na Instagram, jambo ambalo limeweza kusababisha uongozi wa serikali ya awamu ya 7 kujaribu kufuta mtandao wake Mange Kimambi pamoja na Mariam Sarungi, kwani wao ndiyo baadhi ya wanahabari ama wanaharakati walioweza kufichua yale yote yaliyoweza kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania wakati wa maandamano ya tarehe 29. Vile vile hatua hii inazidi kudhihirisha wazi kwa nini uongozi wa serikali ya awamu ya 7 huenda kwa mara nyingine ukaweza kuzima mitandao ya kijamii, jambo sawia na waliloweza kulifanya katika maandamano ya hapo awali. Ila ikumbuke kwamba United Nations mapema leo hii imeweza kuweka wazi kwamba ni vema iwapo uongozi ulioko madarakani utaweza kutoa agizo la maafisa wa polisi kulinda waandamanaji na sio kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji hao, kwani waandamanaji watakuwa wakifanya demokrasi iliyoko katika katiba yao ya Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi kile kinachozidi kusubiriwa na kutarajiwa itakuwa ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo iliweza kuwa katika maandamano yaliyoweza kupita. Na mtazamaji wangu, pia katika maandamano ya siku ya kesho tuweze kutarajia idadi kubwa ya watu kutokana na kero zinazozidi kuwagusa siku baada ya siku, wakiendelea kuongozwa na uongozi wa serikali ya awamu ya 7. Vile vile mtazamaji wangu, ulimwengu kushuhudia international attention. Mtazamaji wangu, amini usiamini, maandamano ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025 katika Jamhuri ya Tanzania sio jambo rahisi, hasa katika mataifa ya kigeni, kwani hivi sasa sote tunashuhudia ni kipi ambacho kiliweza kuzungumzwa na mataifa hayo ya kigeni dhidi ya viongozi wa chama cha CCM kwa yale yote waliyoweza kuyafanya dhidi ya waandamanaji walioweza kujitokeza katika maandamano ya hapo awali, kwani waliweza kudai kwamba wale wote waliokuwa wakiandamana waliweza kulipwa, jambo ambalo liliweza kuweka taswira tofauti kabisa, kwani sote tunafahamu kwamba katika kampeni zilizokuwa zikifanywa na chama hicho cha CCM
ndio waliokuwa wakilipa baadhi ya vijana Gen Z ili kuhudhuria rali zao kwa njia moja ama nyingine kwa manufaa yao binafsi, kwani waliweza kuwa na nia ya kuandaa kamera ili kipindi na wakati ambapo wataweza kudokoa ama kutofautiana na matokeo ya urais moja kwa moja kutokana na umati uliokuwa ukihudhuria rali zao, basi wengi wataweza kuamini ushindi huo watakaoupata ni halali, na kweli hilo liliweza kutumika. Ila baadhi ya vijana Gen Z waliweza kueleza sababu zilizoweza kuchangia wao kukubali kulipo kuhudhuria rali za CCM ni kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao na pia kutokana na ukosefu wa ajira katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi wapo na kila sababu siku kesho kujitokeza na kuandamana ili mabadiliko yaweze kufanyika na sio uongozi huu kuendelea kuhudumu kwa miaka 5 ijayo. Vile mtazamaji wangu, tumeweza kushuhudia katika baadhi ya mabango yanayozidi kusambazwa katika mitandao tofauti ya kijamii, vijana Gen Z wanazidi kutangaza maandamano ya amani na nidhamu, kwani wamedai ya kwamba watakuwa wakitoa heshima zao kwa wale wote vijana Gen Z na baadhi ya wananchi wa Tanzania walioweza kupata majeraha na wale walioweza kuaga dunia katika maandamano ya tarehe 29. Vile mtazamaji wangu, uongozi usio wa kituo kimoja, kwani sote tunafahamu jinsi gani ambavyo baadhi ya vyama vya kisiasa vilivyoweza kushiriki zoezi la uchaguzi mkuu kutoa mgombea wa urais katika vyama vyao, iliweza kubainika kwamba ilikuwa ni kuwadaa wa Tanzania kuamini kwamba hata kama chama Chadema kitaweza kushiriki katika zoezi la uchaguzi mkuu, kuna vyama vingine. Hivyo basi wengi wakiona chama cha CCM kikigombea nafasi ya urais, bendera ikipeperushwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan, vyama vingine vidogo vilivyokuwa katika nafasi hiyo iliweza kuwa kwa ajili ya kufanikisha sheria zilizoko katika katiba ya Jamhuri ya Tanzania. Ila ukweli wa mambo, mpinzani mkubwa aliyekuwa kitarajiwa kupinzana naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan na chama cha CCM ni chama cha Mapinduzi, ni chama Chadema, ambapo Mheshimiwa Lissu alitarajiwa kupeperusha bendera ya chama Chadema, ila hilo halikuweza kufanikiwa. Sasa mtazamaji wangu, hizo hapo ni sababu ambazo zinazidi kuchangia vijana hawa Gen Z kuamini kwamba wapo na kila sababu kwa ajili ya kuandamana na kuomba mabadiliko yaweze kufanyika. Mtazamaji wangu, pia kuna kuwepo kwa kero za umma kwa muda mrefu, kwani sote tunafahamu jinsi gani ambavyo watu wanazidi kulalamika, ila wanafahamu iwapo utaendelea kufanya ukosoaji na kukosoa na kushambulia viongozi walioko madarakani, huenda ukaweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi kwa kutekwa ama mambo mengine. Ila mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na maandamano ya vijana Gen Z yanayozidi kuratibiwa kufanyika siku ya kesho tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Muhimu kabisa, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.